Niwapongeze sana CRDB. NBC umekuja kudhamini ligi imesimama katika mstari. Nitakuwa mchoyo wa fadhila mimi binafsi kama Kisugu kama nitakosa kuwapongeza shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kwangu naamini bado wanasimama katika standard yao na bado wanapita kwenye njia zao. Niwapongeze sana bodi ya ligi na baadhi ya kamati. Mimi naamini wamekwenda kusimama kwenye nini? Kwenye mistari ili kuhakikisha haki ya msingi inafanyaje? Inapatikana. Niwapongeze baadhi ya waamuzi, wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri. Lakini nichukua nafasi hii kuwalaani baadhi ya waamuzi waliokwenda kutengeneza taswira Simba kukosa ubingwa kwenye nchi. Unawalaani Mikoi. Makosa ya kibinadamu lakini. Yuko mdogo wangu hapa anamwangalia anaumia, usiumie. Ni football. Mikoi ligi ya NBC wana Simba imekwisha. Ligi imekwisha NBC. Kilichopo mbele yetu ni kwenda kwenye fainali ya CRDB Federation Cup. Mikoi, kabla mjenda kwenye fainali ya CRDB, au wapongezi Young Africans sasa kwa kubeba. Siwezi kumpongeza mtu tapeli. Nisiwe mnafiki. Yanga amekuwa tapeli. Kuna kijana wenu kule. Siwezi kumpongeza mtu mporaji mali za haki za watu. Siwezi. Mwaka jana mimi nilisema ubingwa wa Yanga una mashaka. Na nikaja na hoja, ndio timu pekee mwaka jana kadi nyekundu 2 zimefutwa, amefaidika nazo. Mwaka jana kadi ya Prison imefutwa, kafaidika Yanga. Mwaka jana kadi ya Coastal imefutwa, kafaidika Yanga. Maana yake ubingwa mwaka jana Yanga amefaidika kwa makosa ya kibinadamu ya waamuzi waliokwenda kutoa kadi ambazo hazikustahili kutolewa mwaka jana. Wai bingwa huyu kila siku ana makovu? Kwa nini bingwa huyu kila siku ana mashaka? Nani anakataa mwaka jana Yanga kufaidika kwa makosa ya waamuzi? Nani anakataa mwaka jana kadi 2 hazikufutwa za nyekundu kwa ajili ya Yanga? Nani aje? Kuna kijana wenu kule amefurahia sana jana Mikoi. Hata yeye Shabalala, uliona hadi meneja wake ameangusha machozi kwa furaha. Kombe amelimisi misimu 4 mfululizo, kamia upande wa pili kanyanyua kombe. No comment. Ungeanza kuniuliza wakati uko captain wa Simba alinyanyua makombe mengi, kuona kuja kuniuliza kombe moja wakati yuko kule. Sasa furaha ilikuwa baada ya kuyatoa. Basi kama furaha sawa, wacha endelee na furaha yake. Lakini mimi naamini kwamba mataji na makombe alianza kunyanyua toka yuko Simba, kwa sababu ameitumikia Simba takriban miaka 12 akiwa captain na amebeba makombe mengi, na kuna kombe alilibeba akiwa Simba nzuri sana ambayo sikumshuhudia meneja yake kulia. Tunawafunga Yanga Kigoma, Shabalala yuko ndani hiyo. Meneja kulia. Wewe ulimwona meneja kalia? Niseme no comment. Mikoi, jana kuna tukio limetokea, sasa hapa tuzungumze kimpira. Pacome Zouzoua kwenye mchezo wao wa Yanga dhidi ya JKT kuna foul ambayo alichezwa ambayo inaonekana kama ni mbaya sana. Hebu zungumza kwenye hili kidogo. Uliliona lile tukio Mikoi, unasemaje wewe? Mimi nimepata faraja kwa namna ambavyo sisi tulivyoporwa ubingwa. Sikuumia. Niseme ukweli. Namna ambavyo tulivyokosa ubingwa, mimi sikuumia. Kwenye ile tukio la jana. Lakini kwa namna ambavyo lile tukio nilivyokuja kushuhudia la Pacome niliumia. Wallahi nimeumia. Mimi naamini Pacome ni mwanadamu kama mwanadamu. Sifa ya mwanadamu, ukishuhudia mwanadamu mwenzio kapata tatizo, sio kufurahia, ni kumwombea. Kitendo kilichomkuta Pacome, kabla ya kumwangalia Pacome, angalia namna ambavyo watu wanaomzunguka nyuma Pacome, ambao maisha yao wanaishi kutegemea Pacome. Moja katika wanadamu ambao Mungu amewaumba wagumu, hata familia inajua kutoa machozi ni mimi. Lakini wallahi Mwenyezi Mungu shahidi, jana baada ya kuona ile tukio nilitokwa na machozi. Mikoi aliumia na kulia kwa sababu ya Pacome. Na nichukue nafasi hii niwaombe sana Watanzania,
na ikiwapendeza management ya Yanga na watu wengine watangaze, basi siku tuandae maalumu ya kumwombea Pacome, Mwenyezi Mungu amnusuru na apone haraka. Sisi sio kama wale. Chama aliumia hapo, wengine wakasema bora angekufa, wapo na klipu zao zipo. Lakini sisi, sifa ya kila mwana Simba ni mwanadamu, ni mtu ambaye anajipa nafasi ya kukaa kutafakari jambo. Lakini sifa ya watani zetu si wanadamu, ni watu ambao hawatumii busara na hekima kufikiria katika jambo linalotokea. Jana wana Simba wameonyesha ubinadamu mkubwa kwa tukio la Pacome. Hayuko mwana Simba aliyefurahi kwenye mtandao wala aliyekwenda kuposti kwa mtandao kwa tukio lilotokea kwa Pacome kwa kufurahishwa na kile kitendo. Lakini upo ushahidi, wakati Chama anaumwa, mashabiki wa Yanga pamoja na wasemaji wao walisema ni bora angekufa kuliko kilichomtokea. It's not fair. Kwa hiyo binafsi ni tukio ambalo limenigusa. Namwombea Pacome, inshallah kwa Mwenyezi Mungu atamjalia, atapona haraka, atakwenda kuipambania timu yake. Kituo kinachofuata ni fainali ya CRDB, Simba dhidi ya Azam FC Mikoe Kisugu. Kombe la ligi mmelikosa, mbele yenu kuna kombe la CRDB, ni mshinde tu muweze kubeba ile kombe Mikoe. CRDB tunakwenda kupambana na Azam. Kwenye ligi kawasumbua alama 4. Tunakwenda kucheza fainali na nani? Azam. Hivi kwa nini Simba na Azamu wanakwenda kucheza fainali? Waliteuliwa? Walifikaje Simba na Azamu kwenda kucheza fainali? Salome, kwa uwezo wao wenyewe walitoa watu. Hebu leo nataka nikupe ofa, nitajie timu 4 ambazo unazikumbukumbu zilishiriki kwenye haya mashindano na nitajie kwa nini hazikufika fainali. Toa sauti Salome, watu wakusikie. Yanga walikuwemo. Yupo fainali? Hayupo. Kwa nini? Ameondoshwa na Azam FC. Alipigiwa kura kwamba aondoke? Hakupigiwa kura. Ila ni uwezo. Kwa hiyo Yanga ameondoka kule kwa uwezo. Salome, ni kuibie siri. Focus ya wana Simba, target ya wana Simba, wiki 2 mpaka wiki 3 zilizopita walikuwa wanaiangalia fainali dhidi ya Azam Gombani Pemba. Wana Simba tutakwenda kuisupport team na inshallah tuna imani kwa namna ambavyo kikosi chetu kinavyo-operate kwenye dakika 90 tutakwenda kuwa mabingwa wa CRDB. Tunaamini na tunakubali moja katika kombe kubwa Tanzania, basi lazima ulizungumzie CRDB. Na kwa nini imekuwa kubwa? Nitawapa mfano mdogo tu. Sasa hivi watu wanakesha kuangalia kombe la dunia. Maana yake kila nchi duniani mwanachama wa FIFA ameshiriki katika kombe la nini? La dunia. Ukimzungumzia CRDB, kila timu, kila mkoa imeshiriki katika mashindano ya CRDB. Na ndio maana leo ligi ya NBC na timu 16. CRDB inapoanza na kwa zaidi ya timu 64. Zilikuwepo 90. Haya mashindano madogo makubwa ndio ambao Simba yuko fainali. Tunaheshimu Azam, tunakubali ni wapinzani wa kweli, lakini nawakumbusha Azam, toka mwamba Steven Becker aingie kwenye nchi hii hajawahi kufungwa na timu yoyote iliyokuwa kwenye nchi hii. Wanakutana na Simba nyingine kabisa. Kuna timu iliingia kichwa tumekutana nazo mara 3. Tumepiga mara 1, mara ya pili kaokoa mjomba wao, mara ya 3 umeokoa nyumba kwa mzee Mbonde. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki wa Simba, niwaombe sana wapenzi wa Simba, twendeni kwa mwamba naenda. Kisugu unatua mapema. Baraza kutoka Arusha yupo, mimi nakosaje kwenda Pemba? Mimi naenda. Rahisisha mambo. Abasi Decoration yupo, mwamba kuuza spare za pikipiki Tanzania. Mafia anapatikana, yupo. Mama Doris yupo. Mimi nakosaje kwenda Pemba? Lazima mambo utue Pemba. Na nimeshahidiwa na mbuzi wangu zawadi kutoka kwa ndugu yangu Omari wa Pemba. Ananiambia ndugu yangu njoo na kamba uchukue mbuzi wako. Nawashukuru sana waandishi wa habari.